Leo nataka niwaambie chenye inafanyika kule Pwani University. Tungefaa kuwe na lesson leo lakini hatujaweza kufika pale. Maana tumefika shule lakini tumepata lecturers wanaenda strike. Sisi kama wanafunzi wa Pwani University tunaumia sana. Maana tumeenda pale tukitarajia masomo, tunapata lecturers hawajalipa. Ama government hawakuweza kufika their agreement with the lecturers ndio walipwe sisi tuendelee na masomo kama kawaida. Tunaumizwa sana na hili, manake unakuta mtu kama mimi na nimeishi nje ya shule, najilipia rent pale, niko na chakula pia cha inategemea mwezi yenye tutakuwa tunafunga. Sasa umejua lecturers wakienda strike hatutapata ile time, hatutamaliza ama tuta close school hiyo muda yenye tungefaa tu close. Manake lecturers wameenda mgomo na itabidi waipitishe mbele. Sasa sisi kama wanafunzi wa shule ya Pwani University tunaumia sana. Tafadhali government do something about it na tuweze kuendelea na masomo yetu kama kawaida. Mimi ni kienyeji wa Pwani. Follow me there in TikTok, YouTube, Facebook and comment. So this is what has been happening even hivyo ambavyo kulienda, na tumeona ni afadhali sana tumkaribishe yule ambaye ni mwanafunzi ambaye anakuwa affected directly ili aje ajieleze mwenyewe vile ambavyo hao kama wanafunzi wanaumia endapo walimu wanaacha kuwasomesha ama walimu wanaenda maandamano kisa na maana kwamba kuna pesa ambazo serikali wanapaswa wawape, na sio pesa ati ya mwezi mmoja wa miezi miwili, ni pesa ambayo imeaccumulate kwa muda mrefu, na walimu wakasema enough is enough, na hilo ndo sababu kuu ya walimu kuenda mgomo. So there's something that we need to discuss hapa. Kuna kitu ambacho nataka tuongee sote kwa pamoja, tujiulize hizi pesa zatoka wapi, ama hawa walimu hizi pesa ambazo wanataka kudai, wanataka kulipwa ziko wapi? Je, ziko mali zimewekwa wananyimwa, ama bado serikali inatafuta, ama serikali itawalazimu hao kama serikali watafute njia mbadala ya kutafuta mkopo ili mradi hawa wanafunzi ama walimu waweze kulipwa warudi wa shule kwao, na wanafunzi pia vile vile wa chuo kikuu waweze kurudi kule ili mradi waende wakapate masomo ya kawaida, because we all know that especially vyuo sana wanafunzi hawakutoka ile area moja. Wanafunzi wametoka kwenye sehemu tofauti za nchi ambapo wamejibeba, unaona, wametumia matikiti na vile vile pia wamepangiwa na wazazi wao. Some of them wenyewe wanafanya biashara zao ndogo ili mradi waweze kujikimu yale maisha pale shule. Alafu leo unaniambia kwamba unachukua karibu wiki nzima ama 3 days 4 days mwanafunzi hapati ile elimu ambayo ameifuata ile sehemu ambayo yuko. Automatically utakuwa unamdistract na unampoteshia vitu vingi ambavyo yeye angekuwa amevipata laiti angekuwa ile mwalimu yaingia pale kwa darasa ili mradi classes ziendelee kama kawaida. So ni imenifikia ino habari nikasema sitanyamaza, nitaendelea vile ambavyo ipo ili kila mtu aweze kuipata, kwa sababu our headquarters are in Kilifi. That's why tukona, kwa sababu Pwani University imetuonyesha kwamba lecturers wao wamekataa na kuseme hatuwezi tukaita kushangilia, because we cannot call this one celebration, lakini ni kama wanaamsha serikali kuambia kwamba tafadhalini tulipeni zile pesa zetu ambazo hamjatulipa kwa muda sasa, ili kazi iendelee kwa pamoja. Tukumbuke lecturers are there working pia hao, na pesa ambazo serikali wanafaa walipe si pesa ati hao wanafaa watoe mkononi, ni pesa ambazo ni pesa za ushuru, ni pesa ambazo wananchi wanaweza kuzichangia, ama ni pesa ambazo wananchi they do contribute that money each and every day. Hiyo ni pesa ambayo kila siku ya Mungu inatolewa. The other time kwa niona pia kuna baadhi ya wafanyaji kazi ya kaunti fulani pia ambao walikuwa wanalalamika kwa sababu wameketi muda mrefu hawajalipwa mishahara yao. Mpaka juzi tarehe 16 walikuwa wanalalamika kwamba mishahara wao pia haujaingia kwenye
akaunti zao kama kawaida. Na yule ambaye ni msemaji wa kaunti ambaye amechaguliwa na governor akasimama na kusema kwamba ile hazina ya hela kutoka national government haijawafikia. Sasa unaanza kujiuliza what's going on in Kenya? Ni kitu gani ambacho kinaendelea nchini Kenya? Kwa sababu kama migomo kama hii inaendelea, juzi tulikuwa na madaktari walikuwa wanagoma the same thing pia, lakini Odwale akasimama na kuongelesha na kuwapa kitu kidogo ambacho kiliwafanya warudi kazini. Leo tumeona ni lecturers wanagoma pia nao pia, maybe they can be given something ili warudi zao wapi? Warudi zao class. Next time tutaona ni walimu wa primary ama ni walimu wa high school pia vile vile nao pia wanagoma, kisa na maana kuna area zao ambazo hawajalipwa. Kikweli kabisa tunaelekea pabaya, tunaelekea mahali ambapo sipo. That's why I'll bring for you a certain information about Burkina Faso, ambapo yule rais wa Burkina Faso sahi aliweza kusimama kidete na kusema kwamba kuanzia shule ya chekechea, shule ya primary ama shule ya primary school that is, na shule ya high school pamoja na shule ya chuo kikuu. Mtaitaje university, mtaitaje Kiswahili? Is it chuo kikuu ama ni shule gani? Hiyo ndani ya Burkina Faso shule zote zitakuwa ni free of, yani hakuna mwanafunzi ambaye ataruhusiwa ama hakuna mwanafunzi ambaye atatakiwa alipe chochote. Wataamua wasome bure, ama sahihi shule zitakuwa bure kote nchini ndani ya Burkina Faso. Hakuna cha story sijui ni private school sijui ni government school. Shule zote ni public school, na hizo public school they must be free of charge, silipiwa hata kidogo. This is what we need in Kenya kikweli. Sasa tulimwona yule ambaye anajiita Gachagua pia vile vile ambaye alikuwa anapiga kampeni zake pale jana kule Nyeri, ambapo alikuwa anasema endapo atachaguliwa rais wa Kenya basi ataregesha ule mfumo ambao Mwai Kibaki alikuwa ameweka pale awali, ambapo shule zote zitakuwa za bure, mwanafunzi asipaswe kulipa hata ndururu endapo atenda zake shule. Let's see and wait whatever gonna happen. Hiyo tutaingilia hapo. So it is for a reason. Tulikuwa na kienyeji wa pwani leo na ametuambia whatever has gone on kule shule, na whatever has gone on tumekuwekea pia kwenye kioo hapo, utatazama mwenyewe mwanzo mpaka mwisho. Na mimi hapa ni KG Chipande. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching guys. See you next time.